Ni nini maana ya sheria? Ni nini maana ya neema? Kuna utofauti gani uliopo kati ya sheria na neema? Kuongozwa chini ya sheria na kuwa chini ya neema. Je, sheria ina matatizo yoyote? Na kama yapo, matatizo hayo ni yapi? Je, neema inafanyaje kazi ukilinganishwa na jinsi ambavyo sheria ilikuwa inafanya kazi? Na je, kipindi cha neema sheria haifai au haifanyi kazi? Sasa hayo ni maswali machache kati ya maswali mengi kuhusiana na mada tata ambayo ipo mbele yetu juu ya sheria na neema. Ni nini chanzo cha sheria? Ni nani mwanzilishi wa sheria? Sheria ilianzia wapi? Na je, sheria ilikuwa na mapungufu gani? Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Usiache kusubscribe channel hii kwa masomo mengi mazuri kama haya. Nikusihi tuwe mpaka mwisho wa somo ili tupate namna ya kujifunza na maarifa makubwa kuhusiana na somo hili la sheria na neema, na Mungu atakubariki. Jambo la kwanza nataka tukaangalie ni nini maana ya sheria na nini maana ya neema na utofauti wake ulikuwa wapi. Kwa hiyo tutaenda kuangalia sheria na neema kwa jinsi ya maana yake, lakini tutaenda kuangalia na utofauti wake. Tukianza na sheria. Ni nini maana ya sheria? Sheria maana yake ni mfumo unaoongoza watu kuishi katika namna fulani. Yaani sheria ni mfumo unaowataka watu au unaowaongoza watu kuishi katika namna fulani ya maisha. Hivyo sheria inawalimiti watu nini wafanye na nini wasifanye. Yaani kwa lugha nyepesi, sheria inawapangia watu ni nini cha kufanya na nini cha kutokufanya. Sasa ni nini maana ya neema? Neema ni kitu au nafasi ambayo upatiwa mtu pasipo kustahili. Neema ni kitu au nafasi ambayo upatiwa mtu pasipo kustahili. Neema ni nafasi nje ya uwezo wako. Yaani kwa lugha nyingine tunaweza tukaita neema ni nafasi nje ya uwezo wako au nje ya stahiki yako. Mfano, mtu alihukumiwa kunyongwa hadi kufa, lakini ghafla anapewa msamaha na kurudishwa uraiani. Kwa hiyo kapatiwa stahiki zaidi ya kile alichostahili. Manake sheria inamtaka huyu mtu kwa kosa lake anyongwe mpaka kufa, lakini neema inamwachia mtu huyu. Kwa yule pale anasema amepata neema. Sasa tukirudi kwa sheria, tukirudi sasa kwa sheria. Sheria ndiyo inayoleta makosa. Kama hakuna sheria, hakuna makosa. Na dhambi imekuja kwa sababu ya sheria. Bila sheria hakuna dhambi. Kwa sheria ndio inayohalalisha makosa. Yaani kama hakuna sheria, basi jua kwamba hakuna makosa. Kama hakuna sheria, basi jua kwamba hakuna dhambi. Kwa sheria ipo kwa ajili ya kuyafunua makosa. Kwa kazi ya sheria kubwa ni kuonyesha kosa lilipo. Katika Warumi 4 mstari wa 15 anasema kwamba kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipokuwa sheria hapana kosa. Kwa maana sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipokuwa na sheria hapana kosa. Kuna msemo huku kwetu, watu wanasema sheria ipo ili ivunjwe. Sheria ipo ili ivunjwe kwa sababu hakuna sheria isiyo na adhabu. Hakuna sheria isiyo na adhabu. Ili sheria ikamilike lazima kuwe na adhabu. Ili sheria ikamilike lazima kuwe na adhabu ndani yake. Kwa nini lazima iwepo adhabu ili ikamilishe sheria? Kwa sababu sheria haiwezi kukamilika bila adhabu. Ona sheria ya kwanza kabisa duniani. Yaani sheria ya kwanza kabisa kuwepo duniani baada ya ulimwengu kuumbwa ilikuwa na adhabu ndani yake. Yaani ile sheria ya kwanza tu ambayo ilikuja duniani bado pia nayo hiyo ilikuwa na adhabu. Sheria ya kwanza tunaipata wapi? Sheria hiyo ya kwanza
tunaipata katika Mwanzo 2:16 hadi 17. Hiyo ndio sheria ya kwanza kabisa duniani. Mwanzo 2:16 hadi 17. Anasema hivi: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Umeona haya maneno kwamba usile ule mti, utakapokula utakufa hakika. Hivyo ndani ya hii sheria ambayo Adamu alipewa imeificha dhambi ndani yake, ambayo itakapovunjwa tu dhambi itaingia. Kwa maana sheria ipo ili ifanye dhambi iwepo. Sheria ipo ili ifunue dhambi. Kwa ili sheria ikamilike lazima adhabu iwepo ndani yake. Je, hii ilikuwa na adhabu? Sheria hii ya kwanza ilikuwa na adhabu, ndiyo, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa adhabu ya hii sheria ya kwanza ni kwamba utakufa hakika. Hivyo tunapata kujifunza kuwa mwanadamu kamwe hawezi kuishi chini ya sheria. Mwanadamu hawezi kuishi chini ya sheria kamwe. Unaona bustanini pale Edeni, Adamu alipewa sheria moja tu katika mema yote ambayo Mungu alimuumba nayo. Alikuwa na sheria moja tu. Yaani alipewa baraka zote afu na sheria moja tu. Lakini bado hiyo sheria pia alishindwa kuiishi. Na ndani ya sheria hiyo pia akaivunja. Ambapo hapo sasa Paulo anasema hivi katika Warumi 3:20. Warumi 3:20 anasema kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili hatakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa kumbe sheria ndio inayofanya dhambi iwepo. Sasa ilikuwa hivi, baada ya mwanadamu kukosea pale bustanini, hakukuwa na namna yoyote ya kusalimika isipokuwa mauti. Kwa maana aliambiwa kwamba utakapokula tunda utakufa. Kwa ilikuwa ni lazima mwanadamu aitumikie adhabu ya mauti, kwa sababu sheria imeshia hukumu kwamba huyu mtu ni wa kufa, huyu mtu ni wa mauti. Kwa hiyo wanadamu wote walihesabiwa hukumu ya Adamu ambaye ndiye baba yetu. Kwa hiyo sisi wote ambao tulitokana na ndani ya Adamu, yani uzao ule wa Adamu, ile sheria ilikuwa inatuhukumu. Kwa sababu Adamu alipokuwa amekosea, alikuwa ametubeba sisi wote. Umeona? Kwa sababu alikuwa ametubeba sisi wote, kwa ule ushindi wake ambao angeshinda pale bustanini ulikuwa ushindi wetu wote. Lakini kwa sababu alishindwa yeye, basi kule kushindwa kwake, adhabu yake ilitukabili wanadamu wote. Sasa ipo hivi, kwa sababu Mungu yeye ndiye aliyeleta ile sheria na yeye ndiye hakimu wa kweli, pamoja na kwamba alimpenda sana mwanadamu, lakini hakuweza kumsaidia kutokana na ile adhabu ya ile sheria, kwa sababu ile sheria aliyeileta ni yeye mwenyewe Mungu, na yeye ndiye hakimu ambaye anapaswa aisimamie ile sheria. Ambaye anaisimamia ile sheria ni yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndo alishatamka. Kwa maana hiyo sasa, kwa kuwa yeye Mungu ni Mungu wa haki, basi tangu hapo mwanadamu akawa tena chini ya mauti. Kwa maana hiyo hakuna mwanadamu ambaye ataweza kusalimika chini ya mauti. Kwa mauti ilipewa nguvu ya kumweza kila mwanadamu, kwa sababu mwanadamu wote asili yao ni kosa alilolifanya Adamu pale bustanini. Kwa maana anasema siku utakapokosea utakufa hakika. Kwa mauti ikaanza kumkabili kuanzia Abili mtoto wa Adam mpaka Adamu mwenyewe, na wanadamu wengine wote wakawa wako chini ya mauti. Ni kweli Mungu alimpenda mwanadamu, lakini kama nilivyowahi kusema katika masomo mengine, nilisema kwamba sheria na upendo wa Mungu hauivunji sheria. Yaani upendo wa Mungu, hata Mungu akikupenda vipi, upendo wake hauvunji sheria. Kwa Mungu hayupo ili kuvunja sheria. Ingawaje yeye ni mwenye mamlaka, yeye ndio top, yeye ndio kila kitu, lakini hawezi akavunja sheria. Na Mungu hajawahi kuvunja sheria wala kuipindisha sheria. Kwa tangu wakati huo mwanadamu alistahili kufa. Lakini Mungu alivyo wa upendo wake ulimuongoza Mungu kuzitengeneza sheria
ambazo wanadamu wangeziishi salama wakizifuata. Kwa Mungu tu akahakikishia wanadamu usalama, akawatengenezea sheria ambazo hizo sheria nyingine wanadamu watakuwa tu salama endapo watazifuata. Sheria hizo zilikuwa nyepesi, tofauti na wengi ambao wanazichukulia. Wengi wanasema sheria zilikuwa ni nzito sana. No, sheria zilikuwa nyepesi, na hizo sheria zilikuwa ni kwa ajili ya taifa la Israeli, mwongozo wa kuishi na kumfurahia Mungu. Sheria hizo zilikuja chini ya Musa, ambapo wengine tunaziita Torati, au kwa lugha nyingine zinaitwa Torati. Kwa hiyo chini ya Musa Mungu akawapa sheria tofauti tofauti. Lakini kumbuka, hakuna mwanadamu anayeweza kuokoka kwa sheria, kama Paulo anavyosema. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuwa na haki au kupona kwa sheria. Sheria ilimhukumu kila mwanadamu. Yaani hata hizo sheria ambazo Mungu aliziweka bado ziliwahukumu na zilikuwa ni nzito. Imagine sheria moja tu pale bustanini ilimshinda Adam. Vipi hizi sheria zilizo nyingi, hata kama ni nyepesi kiasi gani, bado mwanadamu hasingeweza kuzikabili. Na sheria zote za ulimwengu zinaifunua dhambi. Yaani popote pale palipo na sheria lazima dhambi itakuwepo, kwa sababu bila sheria hakuna dhambi. Pasipo na sheria hapana dhambi. Kwa hiyo sheria ipo ili iwepo dhambi. Umeona? Yaani sehemu yote sheria iliyopo, dhambi iko nyuma ya hiyo sheria. Dhambi ipo nyuma ya hiyo sheria. Hakuwezi kukawa na kosa kama hakuna sheria ambayo itafanya kuwe na hilo kosa. Hivyo dhambi nyingi zitatokea kupitia sheria, na zilitokea kupitia sheria. Kwa maana narudia tena, kazi kubwa ya sheria ni kuifunua dhambi ilipo. Mfano, kupigana si ni kosa, lakini kama hakuna sheria ya kupigana, basi inamaanisha watakaopigana hawajafanya makosa. Kudhulumu si kosa. Kama hakuna sheria ya kudhulumu, basi mtu atakayedhulumu hata kuwa anakosa lolote, sheria haitamhukumu chochote. Kuiba si kosa. Kama hakuna sheria ya kuiba, basi hakuna kosa la kuiba. Kwa hiyo ndio maana mtu yote anapoenda kupelekwa mahakamani lazima aonyeshwe sheria iliwahi kusema nini juu ya hilo kosa alilofanya, na atawajibika kwa lile kosa kulingana na sheria inavyomtaka. Katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na wa 13 anasema hivi. Katika hiyo Warumi 12:13 sura ya 5 anasema hivi: kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria, sikia ya maneno, kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Umeona? Kama hakuna sheria, hata kama dhambi ikiwepo, hiyo haihesabiki kuwa dhambi bila sheria. Kwa sheria ndio inayofanya dhambi ionekane kuwa ni nini? Ni dhambi. Kipindi chote ambacho wanadamu wanaongozwa na sheria au Torati, basi hawakuweza kuwa watakatifu mbele ya hiyo sheria yenyewe, maana sheria iliwazidi na kuwalemea. Kwa hiyo kilichokuwa kinawafanya wanadamu wasiwe watakatifu ni hiyo sheria iliyokuwa inawaongoza. Kwa maana hakuna mtu anayeweza kuwa mtakatifu mbele ya sheria, kama maandiko yanavyotuambia. Sasa sheria ilikuwa inatumika namna gani? Namna sheria ilivyokuwa ikitumika, wakati Mungu anawapa sheria chini ya Musa, aliwapa kwa kusudi sheria iwaamue. Yaani sheria iwe ndiyo katiba yao ya taifa lao. Kwa hiyo Mungu aliwapa sheria kwa sababu sheria ndio itakayokuwa inawaamua na kuwaongoza. Kwa hiyo sheria ndio itakuwa katiba. Warumi 10 mstari wa 5 Paulo anasema kwamba kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Kwa hiyo inamaanisha Musa aliwapa sheria kwamba atakaye kuwa mwaminifu kwa sheria, basi sheria itamlinda, sheria itamtetea, ataishi kwa hiyo sheria. Hivyo sheria ilitumika kama katiba katika serikali yote ya taifa la Israeli. Lakini pia sheria ilitumika kama mwongozo wa mtu kumkaribia Mungu.
Ikiwa mtu ataishika sheria yote na kuyafanya yote yaliyoandikwa, atakuwa pamoja na Mungu. Lakini ilishindikana, pamoja na kwamba Mungu aliwaambia mkitaka mnikaribia sheria hiyo hapo, lakini bado ilishindikana. Kwa nini ilishindikana? Kwa sababu hakuna mwenye haki kupitia sheria. Yaani hakuna mtu atakuwa na haki kwa kupitia hiyo sheria. Sasa kwani matatizo ya sheria yalikuwa wapi? Matatizo ya sheria yalikuwa wapi? Kwanza kabisa nataka tuelewe jambo hili. Sheria haina tatizo. Kuna watu wanasema sheria ilikuwa ina matatizo. No, sheria haikuwa na matatizo, wala Torati haikuwa na matatizo. Sheria ilikuwa ni njema sana, au Torati ni njema sana, kwa maana sheria ndiyo inayotufanya tujue kipi kizuri na kipi kibaya. Umeona, bila sheria hatutajua hiki kizuri hiki kibaya, tutafanya mambo mabaya kama vile mazuri, kwa sababu sheria haipo. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya vitu vya ajabu, tutakuwa tunatiana aibu kwa sababu hakuna sheria, tutazalilishana kwa sababu hakuna sheria. Kwa sheria ni nzuri, wala hakukuwa na sababu yoyote ya mtu kuiponda sheria kwamba sheria ilikuwa mbaya. No, sheria ilikuwa nzuri, Torati ilikuwa nzuri kwa sababu inatupa uelewa, unatupa ufahamu wa kujua lipi ni kosa na kipi si kosa. Ila jambo la muhimu la kuzingatia ni kwamba sheria haipo juu ya watu wenye haki. Kwa hiyo sheria haipo juu ya watu wenye haki. Sheria si kwa ajili ya watu wa imani, ila ni kwa ajili ya wote wahasi, waovu, wasio na mipaka. Hao sheria itawasaidia kutambua waishi vipi. Sijui kama unaelewa hapo. Narudia, sheria si kwa ajili ya watu wa imani, ila ni kwa ajili ya watu wote wahasi, waovu, wasio na mipaka, wasiopenda amani. Umeona, sheria hiyo itawasaidia hao kutambua waishi vipi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu zamani hizo za Musa. Ila kwetu sisi ambao tupo ndani ya Mungu, tupo ndani ya Roho Mtakatifu, tunaoongozwa kwa Roho, hatumo tena chini ya sheria, kwa sababu tumeitangulia sheria. Yaani sisi ambao tuko chini ya neema ya Mungu, tuko hatua mbele zidi ya sheria. Yaani sheria inachotutaka sisi tushapiga hatua mbali. Kwa sheria tumeiacha nyuma. Kwa maana sheria haitakuwa iko mbele yetu tena, bali hii nyuma yetu, kwa sababu kile ambacho sheria inatutaka si tuko mbele yake. Hebu tuangalie mfano wa kitu ambacho Paulo anakisema hapa katika Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 na wa 10. Anasema hivi: lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia sheria kwa njia iliyo halali, akilifahamu neno hili, ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki, bali waasi, wasio na utaratibu, makafiri, wenye dhambi, wanajisi, wasiomcha Mungu, wapigao baba zao na wapigao mama zao, wauaji, wazinifu na wafiraji, na waibao watu, na waongo, na waapao kwa uongo, na likiwemo neno lolote linginelo lisilopatana na mafundisho yenye uzima. Umenielewa hapo sasa? Anasema Paulo kwamba sheria ipo kwa ajili ya watu hao ambao sifa zao zimetajwa hapo, na watu ambao wanafanania na watu ambao sifa zao zimetajwa hapo. Hao ndio sheria itakaowasaidia kuwaweka kwenye mstari, lakini sio kwa ajili ya watu ambao wapo kwenye haki. Sasa tukirejea kipindi cha kale cha sheria, ilikuwa ikiwahukumu kiasi ambacho hakukuwa hata mtu aliyeweza kujisimamia kwa sheria. Yaani kipindi hicho sheria ilimhukumu kila mtu. Yaani hakukuwa na mtu mwenye haki mbele ya sheria. Sheria ikabaki kuwa kubwa kuliko watu. Ikabaki kuwa mzigo mkubwa ambao watu hawawezi kuumudu. Kwa hiyo sheria ikabaki kuwa kubwa kuliko watu, ikawazidi uzito. Kwa kipindi chochote cha Agano la Kale, Torati ilikuwa ni mwiba mkali uliowalemea watu wote, uliowashinda watu wote. Ndio maana maandiko yanasema hakuna mwenye haki hata mmoja, wote wameoza, wote wamepunguka, na wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Sijui unanielewa kwa nini hakuna mwenye haki hata mmoja? Anaposema hakuna mwenye haki hata mmoja, hiki kitu nafikiri tutakieleza vizuri sana
katika kipindi kijacho, katika somo lijalo tutaeleza kwa nini hakuna mwenye haki hata mmoja katika Agano la Kale. Je, wale waliopita hawakuwa na haki? Tutaeleza vizuri hilo jambo, liweke tu akilini na uzidi kutuombea ili kwa neema ya Mungu tuyafikie matukufu yake. Lakini ni namna gani neema inafanya kazi sasa ukitofautisha na sheria huko nyuma? Ni namna gani neema inafanya kazi sasa ukitofautisha na sheria huko nyuma? Neema maana yake ni hali ya kupewa uwezesho usio wa kawaida au kustahilishwa pasipo kujali kama unastahili. Yaani neema inakustahilisha pasipo kujali kwamba unastahili au la, ila neema inakustahilisha. Sasa kipindi cha neema kwa lugha nyingine unaweza ukakiita kipindi cha Roho Mtakatifu. Kipindi cha neema unaweza ukakiita kipindi cha Roho Mtakatifu au kipindi cha imani. Kwa jina moja tunasema ni kipindi cha neema. Utofauti mkubwa kati ya neema na sheria ni kwamba sheria inatangaza dhambi wakati neema inatangaza msamaha. Sheria inatangaza mauti wakati neema inatangaza uzima. Hebu ielewe hiyo tofauti iliyopo. Tofauti kubwa kati ya sheria na neema. Tulisema tutaangalia kati ya utofauti wa neema na sheria. Hasa utofauti uliopo mkubwa wa neema na sheria ni kwamba tumesema sheria sio mbaya, ni nzuri, lakini utofauti wake na neema ni kwamba sheria inaitangaza dhambi. Sheria ipo ili itangaze dhambi, iithibitishe dhambi, ifunue dhambi. Lakini neema ipo ili iutangaze msamaha, iufunue msamaha, iudhihirishe msamaha. Lakini sheria inatangaza mauti. Sheria inahubiri mauti. Lakini neema inatangaza uzima. Neema inahubiri uzima. Kwa hiyo kwa kadiri sheria ilivyozidi kuwa kali, kwa sababu sheria inavyozidi kuwa kali ujue dhambi inaongezeka. Sijui unanielewa? Kwa hiyo kwa kadiri sheria ilivyozidi kuwa kali ndivyo dhambi ilivyokuwa inaongezeka. Kwa sababu dhambi ipo nyuma ya sheria, kumbuka. Kwa kadiri dhambi inavyoongezeka ndivyo neema inavyozidi kuwa kubwa ili kuiondoa ile dhambi. Kwa neema kwa lugha nyingine ipo ili iondoe dhambi. Kwa sababu neema ipo kwa ajili ya kuutangaza msamaha. Sijui unaelewa hapo sasa? Neema ipo ili iondoe dhambi. Neema ipo kwa ajili ya kuutangaza msamaha. Umeelewa? Sasa kwa sababu neema ipo kwa ajili ya kuutangaza msamaha, kwa sehemu yote ambapo sheria ni kali, dhambi itakuwa ni kali. Na dhambi itakapokuwa imezidi na maanisha itawatangazia watu mauti. Hapo ndipo neema inapotakiwa iongezeke, izidi, kwa sababu neema itakuwepo ili kuwatangazia wale watu ambao wapo kifungoni, wapo kwenye kuelekea mauti kwa sababu ya hiyo sheria na dhambi. Neema inawatangazia msamaha na uzima. Neema inawatangazia msamaha na uzima. Hebu ona Paulo anavyozidi kutufundisha katika Warumi 5:20. Anasema hivi: lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Sio, unaelewa? Lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Kwa kumbe sheria, kusudi la sheria ni kufanya kosa liwe kubwa, kufanya kosa lionekane ni kubwa. Sasa linapoonekana kosa ni kubwa, dhambi inafanya nini? Inazidi. Hapo ndipo neema inakuwa nyingi. Umeona? Hapo ndipo neema inakuwa nyingi. Kwa sehemu yote ambapo watu wanafanya sana dhambi ndio neema inakuwa nyingi. Ingawaje Paulo anatuasa kwamba je, tuzidi kufanya dhambi ili neema izidi kuongezeka? Hapana. Sisi ambao tuliifia dhambi hatui tena chini ya dhambi. Sasa kwa nini hatupo chini ya sheria? Kwa nini sisi leo tunasema hatupo chini ya sheria? Sababu moja kubwa kwa nini hatupo chini ya sheria, kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Hii neema ya Mungu ndio inatufanya sisi tusiwepo tena chini ya nini? Ya sheria. Katika Tito sura ya 2:11-12, Tito 2:11-12, Paulo anatufundisha tena. Anasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Angalia pointi kubwa inayoongelewa hapa ni kwamba neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Pointi ni hapa: nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia. Umeona, inatufundisha hiyo neema. Sasa nimetoa mfano wakati naanza wa mtu anayengojea kunyongwa mpaka kufa gerezani.
kwamba amehukumiwa na mahakama anyongwe mpaka kufa, lakini baadaye akapata msamaha kuwa yupo huru. Sasa ni kwamba huyo mtu anakuwa amepata neema, kwa sababu alikuwa anatakiwa afe, kwa hiyo amepata neema. Hivyo akirudi uraiani atakuwa ni mtu mwema. Kwa nini atakuwa ni mtu mwema? Kwa sababu ule msamaha hakuustahili. Amepewa maisha mapya ambayo maisha yake alikuwa ameshapotelea gerezani, alitakiwa afie gerezani. Sasa amerudi uraiani kwa neema tu. Anapokuwa amerudi uraiani kwa neema, inamaanisha atajitahidi kufanya mambo yote mazuri. Kwa sababu gani? Ile neema aliyoipata kule gerezani ya kurudi uraiani itamfundisha kuishi maisha mazuri, kuishi kama raia mwema. Ataonesha kuwa sasa yeye ni mtu mwingine ambaye ni tofauti na yule wa kale. Na hivi ndivyo neema ilivyo, inatufundisha. Kwa sisi ambao maandiko yalikuwa yanatuonyesha kwamba tulikufa kwa ajili ya ile dhambi ya Adam, neema imetutangazia uzima. Hivyo tunatakiwa tuishi maisha, kwa sababu neema inatutangazia nini? Inatufundisha kuishi maisha mazuri. Torati inasema usiibe, usizini, usidanganye na kadhalika. Hayo yote ukiwa chini ya roho wa Mungu hayawezi kukuhukumu kwa sababu umeyashinda. Angalia Paulo tena anasema katika Wagalatia 5:18, anasema hivi: lakini mkiongozwa kwa roho hampo chini ya sheria. Mkiongozwa kwa roho hampo chini ya sheria. Kwa hiyo tunakuwa juu ya sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakaanza kusema hivi, haya sheria namba fulani inasema usiue. Mimi ninayeongozwa chini ya roho inamaanisha sitaua, kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe atanifundisha kwamba kuua ni dhambi. Kwa kila kitu ambacho sheria inakitaka tufanye, sisi Roho Mtakatifu alishatutoa huko kitambo. Kwa sheria haitatukamata. Hivyo narudia kusema sisi tunaitangulia sheria. Kwa nini? Kwa sababu neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Neema ikitufundisha, tunakomaa katika neema hiyo na tunakuwa wafu kwa habari ya dhambi. Ndio maana sheria haiwezi kutuhukumu, kwa sababu hatuishi maisha mema kwa kuongozwa na sheria, bali neema ya Mungu. Umeona hiyo pointi, kwamba hatuishi maisha mema kwa sababu ya sheria, bali neema ya Mungu. Hivyo sisi tutahukumiwa na neema inayotuongoza. Kwa kitakachotuhukumu sisi ni ile neema ambayo inatuongoza, na maandiko yanatutaka sisi tusiipungukie neema ya Mungu. Kwa sisi tutahukumiwa kwa neema. Hii neema ndio itakayokuja kutuhukumu baadaye, ila sio sheria. Kwa sababu sheria, kuna sehemu sheria haikuoni. Sijui unanielewa? Kuna sehemu sheria haitakuona. Kwa ile sehemu ambayo sheria haitakuona, utafanya mambo mabaya yote. Kwa sababu sheria haitakunasa, hata wewe mwenyewe utajisikia vizuri. Utaona umefanya mambo ya kawaida tu, kwa sababu sheria haijakunasa pale. Ila sheria inapokunasa utakuwa mzuri. Hasa sheria sehemu ambapo haifiki, sisi ambao tupo kwenye neema, inamaanisha tunafika hadi kwa sehemu. Hata tukiwa peke yetu, neema ikituongoza inatufundisha kukataa. Kwa hiyo inamaanisha sisi sheria haitatufunga. Tukirejea nyuma kipindi cha sheria, ile Torati ilikuwa haijakamilika mpaka alipokuja Yesu kuikamilisha sheria. Yaani ile Torati au sheria ilikuwa haijakamilika. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 anasema kwamba msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiza. Sikuja kutangua bali kufanya nini? Kutimiza. Je, ni kwa namna gani Kristo aliitimiza sheria? Ni kwa namna gani Kristo aliitimiza sheria? Ipo hivi. Hasa hebu kuwa makini kidogo katika hili naoenda kuliongea hapa. Sio watu wote wanaweza wakalihimili kulingana na uzito wake. Iko hivi. Ni namna gani Kristo alikuja kuitimiza sheria? Ili neema iwe kubwa. Ili neema iwe kubwa, dhambi inatakiwa iwe nyingi kama maandiko yanavyosema. Sasa neema inatangaza msamaha wa dhambi itokanayo na hiyo sheria. Neema inatangaza msamaha wa dhambi itokanayo na hiyo sheria. Unafikiri kwa nini Mungu hakumuokoa Adamu bustanini? Kwa nini Mungu hakumuokoa Adamu bustanini ingawa alimpenda? Ni kwa sababu ya ile sheria kuwa ni lazima kufa afe. Sheria ikishapitishwa ni lazima itekelezwe. Sheria ikishapitishwa ni lazima itekelezwe. Sasa neema inatakiwa isivunje sheria bali iitimize sheria.
neema inatakiwa isiivunje sheria bali iitimize sheria. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniuliza, wewe unasema kwamba upendo wa Mungu hauvunji sheria, una maana gani? Maana yake ndio hii, neema inatakiwa isivunje sheria bali iitimize sheria. Kumbe hata upendo wa Mungu hauvunji sheria bali unaitimiza sheria. Yaani yale yote ambayo maandiko yameandika kwa habari ya Torati. Unajua kuna watu leo hawasomi kabisa zile vitabu vya Torati. Vitabu vya Musa vya Agano la Kale, wakisema kwamba vilishapitwa na wakati, tupo kipindi cha neema. Nataka niwaeleze kitu kimoja kwamba hakuna sehemu upendo wa Mungu umeivunja sheria. Upendo wa Mungu unaitimiza sheria yote. Sijui unanielewa? Upendo wa Mungu unaitimiza sheria yote. Na neema ya Mungu hivyo hivyo haivunji sheria bali inaitimiza sheria. Nakupa mfano. Mahakama imemhukumu mtuhumiwa akae gerezani miaka 3 na faini ya milioni 10. Kwa mfano, amehukumiwa mtu akae gerezani miaka 3 au alipe faini ya milioni 10. Alipe faini ya milioni 10. Sasa neema haiwezi kuja kutangaza kuwa mtuhumiwa yuko huru afu asilipe milioni 10 wala asikae gerezani. Usikahukumiwa kukaa gerezani miaka 3 au alipe milioni 10. Sasa inapokuja swala la neema haiwezi katangaza kwamba hamna kulipa milioni 10 wala kukaa gerezani. Hapana, neema iko hivi. Huyu mtu ni lazima atumikie adhabu. Ila badala ya kutumikia hiyo adhabu, kuna mtu anajitolea kuilipia fidia yote ya ile adhabu ili huyo mtu awe huru. Hiyo ndo neema. Yaani neema inakuja kulipa fidia ya adhabu ya hiyo dhambi, ya ile hukumu, afu yule mtu anakuwa huru. Hivyo mtu anakuwa huru pasipo kuvunja sheria. Yaani yule mtu anakuwa huru kisheria kabisa, yaani hajatoroka gerezani wala hajapindisha sheria, ametoka huru kabisa. Yesu anasema sikuja kuvunja sheria ila kutimiza. Hivyo ili neema iwe na nguvu, Yesu mwenyewe aliingia mautini kuipa ile fidia ya dhambi kwanza. Sio, unanielewa? Ili neema iwe na nguvu lazima ikamilishe sheria. Kama neema inafanya kupindisha sheria, inamaanisha haitakuwa na nguvu. Kwa ili neema ya Yesu iwe na nguvu, ilibidi Yesu mwenyewe aingie mautini ili kulipa ile fidia ya kwanza. Kumbuka, Adamu na uzao wake wote waliingia mautini. Hivyo Yesu ambaye si mzao wa Adamu, kumbuka kwamba Yesu hatokani na Adamu. Sijui kama unalielewa hilo. Yesu hakuzaliwa na baba, kwa hiyo hakuwa na asili ya Adamu. Hivyo sasa Yesu ambaye si uzao wa Adamu alikuja kumtoa Adamu na uzao wake mautini na kuwaingiza uzimani. Hapo ndipo anaitimiza ile sheria. Kwa hiyo kwa kuja Yesu sasa kumtoa Adamu katika ile mauti na uzao wake, ndipo anaitimiza ile sheria. Sikuja kuivunja ila kuitimiza. Kumbuka, katika miaka yote watu waliokuwa wanakufa walikuwa wanaelekea kuzimu, kwa sababu deni la Adamu halikulipwa. Ila baada ya Yesu kulipa, anatangaza amwaminie yeye hatokufa tena. Kumbuka, kabla ya Yesu watu walikuwa wanakufa. Wakina Ibrahimu, wakina Musa, wakina nani, wote wanakufa. Na wakishakufa wanaelekea wapi? Kuzimu. Na wakielekea kuzimu wanahukumiwa kwa kosa la Adamu. Unakumbuka kile kisa cha tajiri na Lazaro? Yule Lazaro alipokufa alienda kule kuzimu na tajiri alikuwa kuzimu. Baadaye Lazaro akamuona Ibrahimu, akaa kwenye kifua cha Ibrahimu. Ila walitengwa na shimo kubwa tu, ila wote walikuwa wanaenda kuzimu. Umeona? Lakini baada ya Yesu sasa anasema aniaminiaye mimi hatokufa tena, hatokufa milele. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu hakuumbiwa mauti. Kwa sababu alikosea, alikuwa anaitumikia ile adhabu ya kosa, ndio maana alikuwa anakufa. Sasa baada ya Yesu kulipa ile fidia, anasema aniaminiaye hata kufa tena, hataonja mauti. Umenielewa? Sasa ukiangalia maandiko ya Torati, muda wa kila andiko lilimlenga Yesu. Yaani yale yote ambayo maandiko yanaongelewa kwenye Torati, yaani Torati yote, yani ile sheria yote ya Torati ilikuwa inamlenga Yesu ambaye atakuja kuitimiza. Kwa ile sheria ilikuwa inamsubiri atakayekuja kuitimiza. Hivyo tunaposema tunaongozwa kwa neema ya Mungu, tuna maana kila kitu kililipiwa kwa habari ya ile Torati ya Musa. Kililipiwa kila kitu. Sasa
katika Wagalatia 3:23 na 25. Wagalatia 3:23 hadi 25 nasema hivi: lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Umeona ile andiko, anasema tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa. Umeona, tumefungwa sababu imani haijaja, neema haijaja. Umeona, roho hajaja. Kwa tulikuwa tumefungwa, tuko chini ya ile sheria mpaka ilipokuja ile imani iliyofunuliwa. Hivyo Torati, anaendelea katika Wagalatia, anasema hivi: hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuletea Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatumo tena chini ya kiongozi, yani chini ya sheria. Hatumo tena chini ya sheria. Kwa hiyo sasa, tangu hapo sisi hatuongozwi chini ya sheria, hata kama sheria sio mbaya. Hatuongozwi chini ya sheria, hatumo chini ya sheria, tupo chini ya Roho wa Mungu. Kwa hiyo ndo tofauti ya sheria na neema. Hatumo tena chini ya hiyo sheria. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisiala. Kama umebarikiwa na somo hili, basi usiache kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Share kwa watu wengine wengi, ili tuzidi kuwa wengi ambao tunafaidika na maarifa haya. Lakini wapo unatamani kuwa ni mmoja wa watu ambao watasapoti huduma hii, milango iko wazi, unakaribishwa sana. Tunahitaji support yako ya hali na mali na maombi. Usiache kutuombea, lakini pia kama mchango wa sadaka unaweza ukatumia namba hizo hapo na Mungu atakubariki. Tunahitaji support yako kufanikisha kazi hii ya huduma. Inahitaji pesa, inahitaji gharama, inahitaji muda, inahitaji kujitoa. Na niseme tu, ina mafanikio makubwa sana. Tumeona matunda. Hizi video zinafika sehemu mbali sana, zinawakuta watu wengi. Tumekuwa tukipokea ushuhuda, watu wengi sana wanafunguliwa kwa mafundisho ya kipindi hiki. Kwa hiyo usiache kututia moyo endapo Mungu amekugusa, na Mungu wa mbinguni atakubariki.